Vijibweni hoye! Diwani hoye! Ndugu zangu wananchi, kama ambavyo mwakilishi wa mkuu wa wilaya kwa maana ya DAS ametambulisha, pia tumeambatana na mkurugenzi ambaye amekuwa muidhinishaji wa hela hizi ambazo zinakuja huku kwa hapa halmashauri. Kwa ninyi wananchi wachache mlioko hapa, labda leo mnielewe tena kidogo. Wananchi wachache mlioko hapa, hiyo hospitali imejengwa hapa, lakini leo imepewa ward mpya kwa zaidi ya shilingi milioni 400. Hiyo hospitali hapa, ili iwe hospitali kweli, inahitaji mambo makubwa matatu au manne. Cha kwanza ni majengo ambayo yako hapa. Cha pili ni vifaa tiba ambavyo vipo na vingine hatuna. Na cha tatu ni watu wanaotoa huduma ambao tunao lakini hawatoshi. Cha nne ni utayari wa jamii inayohudumiwa kuhusu kutambua thamani ya mfumo wa afya kwa ujumla wake. Mambo kama manne. Tuna changamoto kubwa sana, na kwa bahati mbaya wanasiasa wengi hawapendi sana kuyasema haya, lakini mimi huwa niko tofauti. Kuna siku moja niliwahi kusema mahali, ingawa namna tunavyonukuliwa wakati fulani inaweza isiwe vile ambavyo mtu anaweza kutarajia kuelewa. Niliwahi kusema, nisikize vizuri sana, kwamba Mheshimiwa Rais amesimamia sera ya kuhakikisha mwanamke anayebeba ujauzito kutoka kipindi chote cha mimba mpaka kujifungua hanyanyasiki na mtu yoyote. Lakini pia baadhi ya gharama ambazo mama huyu anapaswa kulipa, nyingi zinakuwa zinalipwa na serikali. Sasa niliwahi kusema mahali kwamba ili msaada ambao serikali inautoa kwa raia wake uwe na maana kubwa, inapaswa wewe ambaye upo kwenye kundi hilo maalum, dhamana yako kubwa kwetu ni kujitambua kwako. Leo bahati nzuri umepata pesa, umepata shilingi laki 200 kwenye kazi zako, halafu umekwenda kucheza ngoma huko, umekwenda kulewa pombe, umekwenda kwa waganga wa kienyeji, umekwenda kuwapelekea hizo hela, umekwenda kwa watu wengine wanasema hebu njoo hapa tukupa sio vitu gani, umewaachia laki 2 zako. Ilikuja live band, amekuja Fally Ipupa kutoka kule Kongo, umekwenda. Mimi ninachoweza kufurahia wewe nikikukuta ni kwamba uko kwenye mazoezi, unafanya mazoezi, muziki unapopigwa is fine, lakini kiingilio kwenye ule muziki ni shilingi 100,000, ukalipa na ile 100,000. Alafu asubuhi unakuja hapa hospitali. Hapa hospitali waganga na madaktari na wauguzi wote wanajitolea sana katika kutoa huduma zao. Sasa wewe hapa, niliwahi kuzungumza huo mfano siku hizo, na waandishi wa habari mnielewe vizuri sana. Nimesema niliwahi kuzungumza mfano siku hizo kwamba kwa bahati mbaya inafika tu ambia bwana, hapa bwana kuna kifaa haka, hebu tusaidiane mara moja, kanipatikana pale shilingi 2,000. Tusaidiane tu mwenzako hapa mpaka nianze kuomba vifaa hivi. Sasa hivi taanza kwenda kwa mkurugenzi faili toke, tutachelewa. Wewe moja kwa moja simu kwa mkuu wa mkoa, naonewa nimetoa 2,000. Lakini jana ulikuwa kwa Fally Ipupa, 100,000 umeiacha.
Juzi ulikuwa kwa waganga wa kienyeji, umeacha 200,000. Juzi ile ulikuwa kwenye ngoma za vigodoro, umeacha 100,000. Hoja yangu ya msingi ni kitu gani? Huduma za afya zinapoletwa kwenu, jitahidini sana kuzipa thamani. Leo hapa ndani pana private, pana vyumba viko private hapa. Kina mama wakija, wewe baba unayetaka mkeo akae private, anakaa private pale. Kitanda kile kinachangiwa kwa pesa ndogo sana, kwa sababu ku maintain hospitali hizi ni gharama. Lakini bado atatokea mtu hapa anataka kwenda private na masharti anayajua, anaanza kulalamika, mimi nataka kwenda private, wananichaji hela. Jamani, niwaoneshe hospitali binafsi ambazo mama mmoja kujifungua cooperation analipa milioni 6. Niwaoneshe hizo hospitali. Labda nije niwaoneshe nje ya kamera hizi, niwaoneshe tu. Unalipa milioni 6 cooperation ambayo hospitali ya serikali haulipi kitu chochote. Tena kwa siri, daktari inawezekana ni yule aliyefanya operation hapa. Huyo ameombwa kwenda kwenye hospitali ya private, milioni 6. Alafu mtoto ni yule tena aliyezaliwa hapa bure, anaweza kuwa na akili kubwa sana kuliko yule anaweza kuzaliwa pale. Huo ni mfano, sio kweli. Hoja yangu ya msingi, mvithamini sana vitu vinaposogea karibu na kwenu. Wapo watu wanalalamika kila mara akija mkuu wa mkoa, hatuna madaktari. Mimi kuna wakati niliwahi kuwajibu Watanzania wa Dar es Salaam. Niwahi kuwajibu siku moja, wewe kama muda wote unamfurahia mwanao wake na shida kwenye vigodoro, atakuja kuwa dokta? Unakuja kutegemea madokta aliyosomesha nani? Hoja ya pili, kama unadhani madokta ni muhimu sana, shiriki wewe sasa leo kuhakikisha unamraise mtoto naye awe sehemu ya madokta wa Tanzania. Ukifanya namna hiyo, ndio ile wenzangu wana CCM mnasema tumejenga shule, tumejenga barabara, tumejenga nini, tumejenga. Hamna tatizo kabisa kuhusu kujenga. Swali namba 2, wewe mwananchi uko sehemu gani kwenye hiyo miradi unayoitangaza? Mheshimiwa Rais, nakushukuru sana, umejenga shule, fine. Watoto wako wako wapi? Wako kwenye hiyo shule ama hawapo? Umejenga vyuo vikuu, fine. Watoto wako wapo ama hawapo? Si mnaelewa ndugu zangu wananchi? Kwa hiyo msije mkadhani daktari hapa. Tunapokuwa na hospitali hii muda huu, wazazi tuanze kuwa na mazoezi ya kuhakikisha angalau watoto wetu kwenye jamii zetu wanakuwa ni wataalamu wa masuala haya ya afya. Na wewe unazaa unakuwa sehemu ya watoto wa hapa. Anaweza siajiriwe hapa, kwa sababu madaktari walioko hapa wametoka Kigoma, wametoka Iringa, wametoka Njombe, wametoka Burundi, si wametoka wapi. Sasa inatakiwa na wewe mwanao awe sehemu ya mchango wa kwenda kuhudumia walikotoka hawa. Si kama mnanielewa ndugu zangu, jamani, mnanielewa hapo vizuri? Namba 2, serikali sasa imeleta mfumo wa bima afya kwa wote. Bima afya kwa wote. Wapo watu hapa wakiangalia 500,000 au milioni au 700,000 ambayo inabidi itolewe kwa mwaka kama mchango wa kulipa hiyo bima. Nimechukulia mfano, waandishi wa habari na nyinyi mfano. Mtatoka hapa na wafahamu. Mtatoka hapa bima 700,000. Chalamila amesema. Nimesema mfano. Unajua jamaa anapataga tabu sana. Wakati pale mnaonaga vitu vinazuka kwenye mitandao, sasa huyu Chalamila mkorofi. Mimi sio mkorofi. Hawa wenye vikamera hao. Sasa kama shilingi 500,000 au 700,000 unaiona ni kubwa sana. Nikupe mfano mdogo. Watu wanaokunywa bia kwa siku, kila siku moja akinywa bia 2 ametumia shilingi 5,000 kwa hela kawaida.
Kwa sababu bia moja inaweza kauzwa shilingi 2500. Labda hizo zimepanda bia hizo leo. Masaki kule bia moja 8000, 10000. Ukinywa bia mbili kwa siku za shilingi 5000 kwa mwezi, utakunywa bia za 1,500. Na huwezi kunywa bia kama hujala chapati 2 asubuhi. Na ile supu umetumia shilingi 5000. Na huwezi kunywa kale kabia, kale ka supu na chapati bila kunywa chupa ya maji au soda ya Pepsi au Coca-Cola. Kwa hiyo ukichukua 5000 ya kwenye kale ka supu na yale manyama na ile bia 10,000 kwa mwezi, shilingi 300,000. 300,000 mara 12, milioni 3,600,000. Hivyo vimetumika kwenye ulevi na kuongeza wanga mwilini. Vimetumika vitu viwili tu, ulevi na kuongeza wanga mwilini. Sasa wewe sema hivi, kwa wiki nitakula chapati mara moja, halafu kwa siku nitakuwa naahirisha kunywa bia, nitakuwa nakunywa mara 2 kwa wiki. Humo ndani unapata pesa kwa ajili ya bima ya afya. Sasa wapo watu wanasema mimi bwana nikikata bima afya siugui. Ni kweli, ndio mambo yalivyo. Shetani asimami ovyo kila mahali. Yaani wale ambao ni madereva, angalieni. Siku zote ulizotembea na leseni ukamatwa na traffic. The moment umesahau leseni, kagari unakuta jamaa, weka hapa, leseni iko wapi? Samahani nimesahau. Ndio na kwenye afya iko hivyo hivyo. The moment umeacha kukata bima, ndio wakati unapokuja kuambiwa ugonjwa ulionao unahitaji sindano ya shilingi 200,000 kila siku. The moment umeacha kukata bima, unakuja kuambiwa chapati ulizokuwa unakula kila siku zimesababisha kuwa na sukari, umekuwa diabetic. Tena unakuja kuambiwa chapati na soda ulizokuwa unakunywa zilikufanya ukawa na uzito mwingi na zimetanua moyo, unahitaji kila mwezi 360,000. Halafu naambiwa na neno jingine, ukikata leo bima, subiri baada ya miezi kadhaa ndio itaanza kufanya kazi. Na muda huo kila ukilala unasikia kuna ka message kanaingia kwenye sikio. Muda wowote nasimama. Muda wowote nasimama. Yaani moyo muda wowote nasimama. Muda wowote nasimama. Tukija kuangalia huko hospitali, bwana vipi? Unasema kwa kweli wananiloga. Nini? Kila nikilala nasikia kitu kinasema nasimama. Nasimama. Kumbe ni moyo unasema nasimama, uharakishie bima. Bima oye. Kwa ndugu zangu na vijibweni, nimesema taifa lolote lililoendelea duniani halikuanza kuendeleza majengo, halikuanza kujenga barabara, halikuanza na jambo lolote, lilianza kuimarisha rasilimali watu. Na msingi mkubwa wa rasilimali watu upo kwenye mambo makubwa mawili au matatu. La kwanza, afya. La pili, elimu. Baada ya hapo tunakuweka kwenye kundi kwamba wewe ni mtaji katika taifa, tunaweza kukutuma na ukafanya kazi ya kutransform taifa lako. Kwa hiyo vijibweni inaendelea kujengwa. Tuthamini hiki cha kwetu tulichonacho. Tuwe wadau wa sekta hii muhimu ya afya, na tusiweke siasa kwenye makuzi na maendeleo ya miradi ya afya. Tuwe bega kwa bega na wataalamu wa sekta afya. Lakini mwisho tukumbuke kwamba sisi ndio msingi mkubwa wa maendeleo ya taifa letu.